Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Karibu kwa idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Nakumbuka mara ya kwanza kabisa napokea taarifa kwamba naishi na virusi vya ukimwi ilikuwa ni mwaka 1999, wakati ule wa msiba wa baba wa taifa. Ndio kipindi ambacho mimi nilijua ya kwamba nimeathirika. Nakumbuka haikuwa rahisi kwanza kwenda kupima. Ni Jumatatu Disemba mosi na hii leo ni siku ya ukimwi duniani. Tunaangazia hatua na mapungufu katika kukabiliana na janga hili la afya barani. Kaa nasi. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Leo ni siku ya ukimwi duniani. Kauli mbiu mwaka huu ni kukabiliana na changamoto zinazokatiza juhudi za kuangamiza ugonjwa wa ukimwi. Siku hii inaadhimishwa wakati dunia ikishuhudia kuondolewa kwa ufadhili mkubwa zaidi wa ugonjwa wa ukimwi. Hii inafuatia kufungwa kwa shirika la misaada la Marekani USAID ambalo lilijikita kwenye ufadhili wa huduma za afya ikiwemo ukimwi. Shirika la kukabiliana na maambukizi ya ukimwi duniani UNAIDS limeomba mataifa hususan maskini kuweka mikakati mbadala katika kufanikisha majaliwa ya kukabiliana na ukimwi. Inarai mataifa ashirikiane na jamii moja kwa moja ili kuongoza katika kampeni za kuzuia maambukizi mapya. Aidha, watawala wa kisiasa wameombwa kuweka maanani haki za wagonjwa badala ya kuweka sheria za kuwabagua raia wanaonekana kama mwiko kwa jamii. Umoja wa Mataifa umeonya janga la ukimwi halitaangamizwa pasina kuzingatia haki za binadamu. Muungano wa Afrika AU umesimamisha Guinea Bissau kuwa mwanachama wake baada ya wanajeshi wa nchi hiyo kutoa madaraka. AU inasema haitakubali mwanachama wake kukiuka katiba ya nchi na kupuuza matakwa ya raia walio wengi. Wanajeshi wa Guinea Bissau walitangaza kuipindua serikali ya Umaru Sissoco Embalo ambaye kwa sasa amepata hifadhi Congo Brazzaville. Wakati huo huo, viongozi wa kisiasa Afrika ya Magharibi wamelalamikia Embalo kwa kupanga njama za mapinduzi ya sasa. Waziri Mkuu wa Senegal Ousmane Sonko na rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan wamesema matukio ya wiki jana yalipangwa kwa ushirikiano wa rais ambaye hakutaka matokeo rasmi ya uchaguzi mkuu kutangazwa. Watawala wapya wamefuta mchakato wa uchaguzi wa matokeo na kutetea hatua hiyo kama juhudi ya kuzuia vurugu za uchaguzi. Rais aliyeondoka madarakani Embalo amelaumiwa mara kwa mara kwa kupanga njama za mapinduzi kama hatua kuzima upinzani. Viongozi barani Afrika wametoa azimio la pamoja kutaka ukatili uliotekelezwa na dola za kikoloni Afrika kutambuliwa na fidia kutolewa kwa jamii zilizoathirika. Kongamano la Muungano wa Afrika lililokamilika wikendi hii nchini Algeria lilitaka haki kutekelezwa kwa manusura wa dhulma za ukoloni. Genge lenye silaha limewateka wanawake 13 wakiwemo mtoto mchanga kaskazini mashariki mwa Nigeria. Hiki ndicho kisa cha karibuni cha utekaji nyara kutokea nchini humo. Mateka wa sasa ni pamoja na bibi harusi na wasimamizi wake wa kike ambao walichukuliwa kwa nguvu kutoka kijiji cha Chocho, jimbo la Sokoto, wakati wakijitayarisha kwa dhifa harusi. Hapo mwezi Oktoba, genge lilishambulia kijiji hicho na kuwateka nyara raia wengine ambao waliachiwa huru baada ya familia zao kulipa kikombozi. Wiki jana Nigeria ilishuhudia misururu ya utekaji nyara katika shule ambapo wanafunzi 25 walitekwa nyara kutoka jimbo la Kebbi na wengine zaidi ya 300 wakachukuliwa kwa nguvu na genge lenye silaha kutoka shule ya St. Mary's, jimbo la Niger. Rais Bola Tinubu ametangaza hali ya hatari nchini Nigeria kutokana na usalama mbaya. Matukio ya Nigeria yanajiri wakati Rais Donald Trump wa Marekani ametishia kulishambulia taifa hilo la Afrika ya Magharibi kwa kijeshi kwa tuhuma za kuwatesa na kuwabagua raia wa Kristo. Mamlaka za Nigeria zimekanusha tuhuma za Trump na kusema waathiriwa wa usalama mbaya Nigeria ni kutoka jamii zote bila kubagua misingi ya dini. Shukran sana Angela. Moja kwa moja tunaingia kwenye taarifa kuu ambapo leo ni siku ya ukimwi duniani.
na kauli mbiu ni kuondoa changamoto zinazokwamisha majaliwa ya kukabiliana na maambukizi na kuenea kwa virusi vya HIV. Nchini Kenya, mamlaka ya kudhibiti maambukizi ya HIV NASCOP zimeonya maambukizi ya HIV yameongezeka kwa 19%. Maambukizi mapya yameripotiwa miongoni mwa vijana kati ya miaka 15 hadi 34, wanawake wa umri wa chini wakiathirika zaidi. Kaunti ya Nairobi inaongoza kwa maambukizi nchini Kenya. Pia upande wa magharibi mwa Kenya, maambukizi ya ukimwi yameendelea kuongezeka. Kufikia mwaka huu, watu milioni 1.3 Kenya wanaishi na virusi vya ukimwi, wakiwemo watoto wachanga. Kenya sasa ni taifa la 8 duniani miongoni mwa nchi zenye maambukizi mengi ya ukimwi. Tuingie nchini Uganda ambapo hali ni ya kutamausha kuhusu maambukizi ya ukimwi. Mamlaka nchini humo zimetoa taarifa ya mwaka huu na wanasema idadi ya watoto wachanga wanaozaliwa na virusi vya HIV imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Miaka ya awali, juhudi za kuzuia maambukizi ya ukimwi kutoka mama mjamzito hadi mwanawe, maarufu kama PMTC, yani kwa kimombo Prevention from Mother to Child, zinafanikiwa kuokoa mamilioni ya watoto wachanga wanaozaliwa barani Afrika. Uganda ni miongoni mwa mataifa Afrika Mashariki yenye idadi kubwa ya maambukizi ya ukimwi. Miaka ya nyuma, kampeni kuzuia maambukizi na kuenea zilifanikiwa. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, uhaba wa ufadhili umekwamisha majaliwa ya kupambana na maambukizi mapya. Kutoka Kampala, Sadam Mubale anaarifu zaidi. Hiki ni kisiwa cha Lolwe mashariki ya ziwa Victoria katika wilaya ya Namaingo, ambapo maambukizi ya virusi vya ukimwi yanaendelea kwa kasi. Mashirika ya kiraia yamezuru eneo hilo kwa ajili ya kuhamasisha watu kuhusu virusi hivyo. Nansanga Florence Musoke ni mwakilishi wa mashirika ya kidini ya afya. They prefer HIV because they think that HIV takes some time when they are with it, and yet pregnancy is 3 months they come to know them. Changamoto nyingine kwamba wasichana wadogo hapa wanahofia ujauzito zaidi ya maambukizi ya ukimwi. Kuna wale wanahoji unaweza ukaishi na virusi vya ukimwi bila mtu kufahamu hali yako, lakini unapopata ujauzito wanaonekana kwamba unatia aibu jamii. We have seen that on the islands they need more sanitation. In Sigulu there is only one pit latrine for the community, you can imagine. Licha ya juhudi zinazoendelea kutoka kwa Wizara ya Afya na mashirika mengine, wahudumu wa afya wanasema umbali wa kijiografia na ukosefu wa miundombinu bora ya afya inaendelea kuwa changamoto katika visiwa hivi. Taga transport entamula wagani bakuwa omulimu njagalo gene mu blazing. Sisi kama wahudumu tuna changamoto ya usafiri hapa. Hatuwezi kufika baadhi ya maeneo kuwasilisha huduma zinazotakikana. Serikali inapaswa kutusaidia kwa kutupa baiskeli ili kurahisisha usafiri. Tuyambe watuweze kwa ubugali ngabagabanga. Jitihada hizi zinakuja wakati ambapo kuna maambukizi mapya miongoni mwa vijana katika jamii za wavuvi. It's not as good. People go to bars, drink, then go to water, get money, go to drink, and then you look for women. Kinachoendelea hapa ni kwamba wavuvi baada ya kupata pesa huingia maeneo ya kujiburudisha, kunywa pombe na wanawake. Abasajja batusinga obungi. Oyinza okulabanga omusajja omu oba omukazi omu nga ayina n'abasajja nga 4 5. Tuna changamoto kubwa tu hapa na utakuta kwamba idadi ya wanawake ni chache, maana ya chini sana, na utapata mwanamke mmoja ana uhusiano na zaidi ya mwanamume mmoja. Uganda ina kiwango cha maambukizi cha 4.9 ikilinganishwa na 18% miaka 1990. Tume ya ukimwi ya Uganda inakadiria kuwa watu milioni 1.5 wanaishi na VVU, ambapo milioni 1.3 wako kwenye matibabu. Kati ya wanaoishi na virusi hivyo, 1930 ni wanawake na 1570 ni wanaume. Pillar 1 is engaging men in HIV prevention and closing the tap on new infections, especially amongst adolescent girls and young women. Pillar number
Nguzo yetu ya kwanza ni kuwashirikisha wanaume katika kinga ya VVU na kuziba mapengo ya maambukizi mapya, hasa miongoni mwa wasichana ambao wamebalehe na wanawake. Pili ni kuhakikisha upimaji na matibabu. Kwa kufanya hivi, tutafikia lengo letu la mwaka 2030 la kumaliza ukimwi nchini. Uganda inalenga kumaliza ukimwi mwaka 2030 kwa kutumia mipango mitano kuangamiza virusi hivyo kama tishio kwa afya ya umma. Sadamu Bale, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Kampala. Tukisonga mbele ni kwamba wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya ukimwi duniani, Umoja wa Mataifa umesema bado inawezekana kufikisha mwisho wa janga hilo ifikapo mwaka wa 2030. Lakini endapo tu jamii za huduma katika mazingira ya vijijini zitaimarishwa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na virusi vya ukimwi UNAIDS limetoa ripoti mpya kuhusu hali ya mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi duniani, ikionyesha jinsi uhaba wa fedha ulivyoathiri huduma ya kuzuia VVU duniani. Leonard Mubali wa Idhaa ya Kiswahili ya Afrika amefanya mahojiano na Wina Magere anayeishi na virusi vya ukimwi kwa miaka mingi. Nakumbuka mara ya kwanza kabisa napokea taarifa kwamba naishi na virusi vya ukimwi ilikuwa ni mwaka 1999, wakati ule wa msiba wa baba wa taifa. Ndio kipindi ambacho mimi nilijua ya kwamba nimeathirika. Nakumbuka haikuwa rahisi kwanza kwenda kupima, ni kwa sababu kipindi kile hakukuwa na elimu kama ilivyokuwa leo. Waelimishaji walikuwa hawapo. Nakumbuka mtu ambaye alijitokeza kama mwelimishaji na mhamasishaji alikuwa ni Mama Teli. Huyo ndo ambaye ungeweza kumsikia kupitia vyombo vya habari. Na kumbuka wakati ule hakukuwa na mitandao ya kijamii kama vile Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, na mitandao mingine, Twitter, mitandao ambayo leo ni X ya kijamii. Kwa hiyo elimu na maarifa ilikuwa ni ndogo sana. Watu walikuwa kufikiwa na elimu ilikuwa ni kidogo sana. Japo vyombo vya habari vilikuwa vikipiga sana kelele, wasanii kupitia nyimbo zao walikuwa wakijitahidi sana kuelimisha, lakini ndio hivyo bado elimu ilikuwa haijawa kubwa sana. Na hasa elimu inayohusu masuala ya HIV na ukimwi. Elimu iliyokuwepo kwa wakati ule ilikuwa ni elimu ambayo naweza nikasema ndani yake ilikuwa imebeba hofu, elimu ambayo ndani yake ilikuwa imebeba vitisho. Kila mtu alikuwa anajua kabisa ukipata ukimwi ni kifo, hakuna kitu kingine tena ambacho naweza kusubiri. Watu waliacha kazi, wengine waliacha biashara, wako walio kunywa sumu, waliomeza vidonge wakajiua, wapo waliojinyonga baada ya kuambiwa tu wanaishi na virusi vya ukimwi. Nakumbuka ndio kipindi ambacho hata mtu ulikuwa ukiliona ile bango la angaza, unakimbia, unahisi kama unaweza kuambukizwa. Kwa wakati napata hizi taarifa, kwa kweli hali yangu ilikuwa mbaya zaidi, naweza kusema hivyo. Kwanza nilikuwa bado mdogo. Mimi nimepata ukimwi nikiwa na miaka kama takriban 18. Nimepata ukimwi nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo hata ule uelewa wangu ulikuwa bado ni mdogo. Sikuwa na upana wa maarifa kama ilivyo leo. Kwa hiyo nilijisikia vibaya sana, na mimi mwenyewe pia nilinusulika hata kufa kwa sababu tu ya kuambiwa naishi na virusi vya ukimwi. Na nakumbuka ndio jambo ambalo linipelekea pia hata kujiingiza kwenye matumizi mabaya ya uraibu wa madawa ya kulevya. Baadhi ya mashirika ya kimataifa hivi sasa yamesitisha utoaji wa fedha kwa ajili ya ununuzi wa dawa za kuvubaza virusi vya ukimwi na hata miradi mbalimbali inayohusiana na masuala ya ukimwi. Na serikali zilizo nyingi katika nchi hizi za Afrika zinahitaji misaada tu kuendesha ama kuhudumia watu wao ambao wapo katika mazingira hayo. Hilo unapolisikia unapata mashaka yoyote? Ya, ni kweli kusitishwa kwa misaada kutoka katika mashirika mbalimbali ya kimataifa ambayo yalikuwa yanasaidia kuweza kufadhili hasa ili swala la tatizo la HIV kwa nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania, ukweli linatupa mashaka. Ukizingatia asilimia kubwa wao ndio tulikuwa tunawategemea kama sehemu ya kuweza kutusaidia sisi kuweza kupata hizi dawa, lakini pia na huduma mbalimbali. Utaona kwa sasa kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa kupitia shirika la UNAIDS ambayo imetolewa kule Geneva, Uswizi, inazungumza na kusema kwamba mashirika takribani 60% yamefungwa. Mashirika ambayo yalikuwa yanasaidia katika uelimishaji, yanasaidia katika masuala ya tiba, katika masuala ya afya, yamefungwa na yamesitisha shughuli zake kutokana na ufadhili ambao umesimamishwa. Na hivyo hii hali inapelekea
wasiwasi kwa dunia, lakini pia kwa watu tunaoishi na VVU. Wanasema kwamba mpaka kufikia mwaka 2030 yawezekana ule mpango uliokuwepo wa Global AIDS ambao ulikuwa unatarajia kuhakikisha kwamba tunapunguza kabisa maambukizi mapya au kama sio kutokomeza kabisa tatizo la ukimwi, unaweza kukwamishwa kabisa na unaweza usiwepo, na matokeo yake badala yake kukawa kuna vifo vingi vya watu ambao wanaweza wakafa na tatizo la ukimwi, lakini pia kukawa na kiwango kikubwa cha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo hii ni hali ambayo inatupa mashaka sana, lakini jambo pekee ambalo tunaweza kumshukuru Mungu ni kwa sababu pia Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la UNAIDS umeweza kutoa kongole kwa baadhi ya nchi za Afrika kama vile Cote d'Ivoire, South Africa, Uganda, Nigeria, kwamba wameonekana kuweza kujitahidi kuwekeza kwenye upande wa afya ili tu kusaidia wananchi wake. Na hata kwa kwetu hapa Tanzania, serikali kupitia bajeti yake ilielekeza baadhi ya michezo ya kubashiri fedha zitakazokuwa zikipatikana huko, makusanyo yatakayokuwa yakipatikana huko yaweze kuelekezwa kwenye Wizara ya Afya, hasa katika swala zima la kusaidia watu tunaoishi na virusi vya ukimwi. Hiyo pekee ndio inayotupa faraja, huku tukiamini ya kwamba inaweza ikawa ni msaada kwetu hata baada ya wafadhili kusitisha misaada. Na kitu kingine pia ni ule mpango ambao serikali ilizungumza na kusema kwamba wanatarajia kujenga kiwanda kitakachokuwa kikizalisha hizi dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi hapa katika nchi yetu. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Hebu sasa basi nimpishe moja kwa moja Ramadhan Kibuga akiwa pale Bujumbura atupeleke uwanjani. Karibu sana Ramadhan. Asante Ann. Tuanze na mashindano ya soka ya vilabu barani Afrika. Young Africans ya Tanzania wameendelea kujiweka vema kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa, huku watani wao wa jadi Simba Sports Club wakizidi kusota bila alama. Hii ni wakati ambapo timu za Azam na Singida wakiendelea kupambana kwenye kombe la shirikisho bila mafanikio. Kwa mengi zaidi nampisha hapa Veronica Natalis kutoka Arusha, Tanzania. Young African mabingwa watetezi wa Tanzania walifanya sare muhimu ugenini nchini Algeria dhidi ya JS Kabylie na kujumuisha alama 4 baada ya mechi 2. Hivyo kwenye msimamo wa kundi hilo la B, Yanga wamekuwa pointi sawa na miamba ya El Ahly kutoka Misri, ingawa El Ahly wako mbele kwa mzani mzuri wa mabao 2 ya ziada. Wakati huo huo, wawakilishi wengine wa Tanzania kwenye ligi ya mabingwa Simba Sports Club wamefululiza kipigo cha pili kwenye shindano hilo. Jana Simba walifungwa na Stade Malien mjini Bamako, Mali kwa mabao 2-1. Hivyo Simba katika kundi la D hawana alama hata moja na kuburura mkia. Hali sio tu mbaya kwa klabu ya Simba lakini pia kwa timu ya Azam FC. Kwenye kombe la shirikisho, Azam walichapa kwa mara ya pili mfululizo, mara hii wakipokea kichapo chao 1-0 kutoka timu ya Wydad ya Casablanca, Morocco. Azam hadi sasa hawana alama hata moja na wanachangia mkia na klabu nyingine ya ukanda huu ya Nairobi United ya Kenya, ambayo nayo pia imefululiza vipigo viwili. Nairobi United ilitandikwa na Maniema Union ya DRC kwa 1 bila majibu. Hayo yakiarifiwa, wawakilishi wengine wa Tanzania kwenye kombe hilo la shirikisho, Singida Black Stars walifanya sare ya 1 dhidi ya timu ya Stellenbosch FC kutoka Afrika ya Kusini, na hivyo Singida kupata alama yao ya kwanza kwenye mashindano hayo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulikuwa na vuta ni kuvute katika mpambano wa ligi kati ya watani wa jadi wa mjini Kinshasa, DSMP Motema Pembe na AS Vita Club. Mechi hii imetawaliwa na vurugu na hali ya sintofahamu. Mbele Chimsoshi anatupasha zaidi kutoka mjini Kinshasa. Mbele ya zaidi ya watazamaji 40,000 katika uwanja wa mpira wa Tata Rafael, Vita Club na Daring Club Motema Pembe, timu mbili kubwa za mjini Kinshasa zenye ushindani mkubwa, ziliona mechi yao ya jana kufutwa baada ya vurugu zilizotokea. Mchuano huu wa kusimua ulisitishwa baada ya mashabiki wa timu ya Vita Club kushambulia uwanja ili kusherehekea goli la kusawazisha. Dakika zilizobaki za muda wa ziada zilipokuwa karibu kuchezwa, hali ilizidi kuwa mbaya.
mashabiki wa Vita Club walivamia uwanja kusherekea, wakirusha makombora, kuvunja viti, kitendo ambacho kililazimisha polisi kutumia gesi ya machozi ili kuondoa mashabiki wa Vita Club katika uwanja. Mchezo ulipoanza tena upya, ghasia zilianza tena. Mashabiki wa Daring Club Motema Pembe walikataa kumruhusu mchezaji wa Vita Club Dingana kupiga kona, mwamuzi akikabiliwa na umati wa watu ambao walikuwa wakimshambulia. Aliamua kupiga filimbi ya mwisho katikati ya ghasia na mechi kumalizika moja kwa moja. Matokeo ambayo haikufurahisha mashabiki wa timu zote mbili ambao walichukua tena dakika 30 za ghasia ndani ya uwanja. Na leo hii viongozi wa ligi ya taifa waliamua kufutwa kwa mechi hiyo ya jana. Kumbuka ya kwamba mechi kati ya timu hizo mbili zimekuwa kwa kawaida zikichezwa ndani ya uwanja mkubwa mpira wa Stade des Martyrs, lakini kulingana mgomo wa wafanyakazi wa uwanja huu ambao wanadai miezi 13 ya nyongeza mshahara, waliondoa lango tangu wiki iliyopita na kusababisha kusitishwa kwa mechi katika uwanja huu. Bilichi Msoshi, Kinshasa, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika. Guinea Bissau imezoea misukosuko ya kisiasa kwa miaka mingi, lakini msukosuko wa hivi karibuni ni wa aina tofauti. Hauonekani kama sura nyingine tu katika historia ya machafuko, bali kama jaribio la kufafanua upya maana ya mapinduzi. Rais Umaru Sissoco Embalo alipokimbia nchi kwenda Senegal kufuatia kile kilichoelezwa kuwa jaribio la mapinduzi ya kijeshi, wengi walitarajia hali ya kawaida, kundi la wanajeshi kupindua utawala uliokuwepo. Badala yake, kile kilichofuata ni cha kushangaza. Wanaoshikilia madaraka leo ni wale waliokuwa karibu naye. Je, Embalo anaficha nini? Sikiliza tahariri ya Kennedy Wandera. Kabla ya Guinea Bissau kusonga mbele, kuna maswali makubwa ambayo Rais Umaru Sissoco Embalo lazima ayajibu, maswali ambayo hayapaswi kufunikwa na kauli za dhahiri au maelezo ya upande mmoja. Kwanza, ikiwa jeshi lilipindua serikali yako, kwa nini karibu kila mtu aliyeteuliwa kuongoza serikali ya mpito ni mshirika wako wa karibu? Je, mapinduzi yanaweza vipi kugeuka kuwa maendeleo wa mtandao wako wa kisiasa? Pili, ulieleza kuwa ulilazimika kukimbia kwa sababu ya tishio la kweli kwa maisha yako. Lakini ikiwa tishio hilo lilitoka kwa jeshi, kwa nini wale wanaosema kuwa waliokuwa sehemu ya wapindua ndio wanaopewa dhamana ya kuongoza kipindi cha mpito? Ikiwa kweli ulikuwa mwathiriwa wa jaribio la mapinduzi, ni kwa nini baadhi ya viongozi wa kijeshi wanaohusika na taarifa za kupindua sasa wamekuwa wasemaji wa serikali mpya badala ya kufikishwa kwenye uchunguzi wa kijeshi? Hadi sasa karibu kila kiongozi mkuu katika serikali ya mpito ni mshirika wa karibu wa Embalo. Elidio Vieira Te, aliyekuwa mkurugenzi wa kampeni ya Embalo na waziri wa fedha hapo awali, sasa si tu waziri mkuu bali pia amejiteua kushikilia wizara ya fedha. Denis Chama, aliyetangaza mara ya kwanza taarifa kwamba wanajeshi wamechukua madaraka, si mtu wa nje bali ni mshirika wa kijeshi wa rais huyu aliyekimbia nchi, sasa ndiye msemaji wa serikali ya kijeshi. Hata kilele cha uongozi wa mpito kimejazwa watu wa karibu wa Embalo. Rais wa mpito Jenerali Hotanta na mkuu mpya wa majeshi Thomas Jasi, wote wanajulikana kuwa washirika wake. Hili linazua swali kuu: je, serikali imepinduliwa kweli ikiwa sura zile zile ndizo zinazorejea madarakani? Je, ni mapinduzi au njama ya kisiasa? Kutoka Dakar, waziri mkuu wa Senegal Ousmane Sonko hakusita kusema kile anachokiamini. Alieleza matukio haya kama njama iliyopangwa na kuongeza kwamba si jambo sahihi. Kauli yake inaendana na wasiwasi unaozidi kuenea katika ukanda huo. Huko nyumbani, mgombea mkuu wa upinzani Fernando Diaz anaenda mbali zaidi. Anasisitiza kwamba Embalo alibuni mapinduzi ya serikali kufisha kushindwa uchaguzi, akisema taifa limekuwa mhanga tena wa mapinduzi ya uongo. Kwa Diaz, haya si mapinduzi halisi bali ni mbinu ya kisiasa kufuta mchakato wa kidemokrasia. Haya ni madai mazito yanayohitaji uchunguzi wa kina bila kukubalika moja kwa moja. Hata hivyo, hayawezi kupuuzwa. Muundo wa serikali ya mpito ulivyojaa watu wa kundi moja hauondoi shaka hiyo. Guinea Bissau imewahi kushuhudia mapinduzi ya kweli na pia migogoro inayotengenezwa kwa maslahi ya kisiasa. Tukio hili linapima uwezo wa Africa Union na ECOWAS kukabiliana na mbinu mpya ambapo utawala unabaki ndani ya kundi moja, lakini demokrasia inasimamishwa bila kupinduliwa moja kwa moja. Ikiwa ECOWAS na Umoja wa Afrika wameshindwa
kushindwa kukomesha wimbi la mapinduzi ya kijeshi barani Afrika, itakuwaje wakikabiliana na mbinu mpya, mapinduzi ya kujipangia, mapinduzi ya mahakama, au kinachoonekana kama serikali kujipindua yenyewe? Kama washirika wa Embalo wataendelea kutawala serikali ya mpito, hatua hii inaweza kuwa mfano hatari. Inaweza kuwapa viongozi wengine wa Afrika ujumbe kwamba wanapohisi tishio la kushindwa kwenye uchaguzi, wanaweza kukata break ya demokrasia kwa kutangaza mapinduzi ya kweli au ya kutungwa, halafu kurejea madarakani kwa nguvu zaidi. Hii itakuwa njia kuua demokrasia kimya kimya barani Afrika, huku ikionekana nje kama mchakato wa mpito wa kawaida. Wananchi wa Guinea Bissau wanastahili ukweli, uhalali na njia ya wazi ya kurejea kwenye uchaguzi, si mikutano ya kificho ya kundi moja la kisiasa kujipambanua kama uongozi mpito. Iwe haya ni mapinduzi ya kweli au ya kutengenezwa, matokeo ni yale yale. Demokrasia imesimamishwa na mustakabali wa taifa sasa uko mikononi mwa watu wale waliokuwa nyuma utawala uliodaiwa kuanguka. Guinea Bissau imevumilia misukosuko mingi kwa miongo kadhaa. Kilicho muhimu sasa si mabadiliko ya majina au vyeo, bali kurejeshwa kwa utawala wa kiraia na wa kikatiba. Tume ya uchaguzi ni sharti tangaze mshindi wa kura hiyo. Chochote kilicho chini ya hapo kinaweza kubadili kile kinachoitwa mapinduzi ya kujipangia kuwa mbinu mpya ya viongozi wa Afrika wanaotaka madaraka na wanaotaka kukwepa hukumu ya wapiga kura kwa gharama ya roho ya demokrasia ya taifa. Na hebu sasa tupate taarifa ya matukio mengine barani na mwenzangu Angela Ngendo. Leo ni siku ya ukimwi duniani. Kauli mbiu mwaka huu ni kukabiliana na changamoto zinazokatiza juhudi za kuangamiza ugonjwa wa ukimwi. Siku hii inaadhimishwa wakati dunia ikishuhudia kuondolewa kwa ufadhili mkubwa zaidi wa ugonjwa wa ukimwi. Hii inafuatia kufungwa kwa shirika la misaada la Marekani USAID ambalo lilijikita kwenye ufadhili wa huduma za afya ikiwemo ukimwi. Shirika la kukabiliana na maambukizi ya ukimwi duniani UNAIDS limeomba mataifa hususan maskini kuweka mikakati mbadala katika kufanikisha majaliwa ya kukabiliana na ukimwi. Inarai mataifa shirikiane na jamii moja kwa moja ili kuongoza katika kampeni za kuzuia maambukizi mapya. Aidha, watawala wa kisiasa wameombwa kuweka maanani haki za wagonjwa badala ya kuweka sheria za kuwabagua raia wanaonekana kama mwiko kwa jamii. Umoja wa Mataifa umeonya janga la ukimwi halitaangamizwa pasina kuzingatia haki za binadamu. Muungano wa Afrika AU umesimamisha Guinea Bissau kuwa mwanachama wake baada ya wanajeshi wa nchi hiyo kutoa madaraka. AU inasema haitakubali mwanachama wake kukiuka katiba ya nchi na kupuuza matakwa ya raia walio wengi. Wanajeshi wa Guinea Bissau walitangaza kuipindua serikali ya Umaru Sissoco Embalo ambaye kwa sasa amepata hifadhi Congo Brazzaville. Wakati huo huo, viongozi wa kisiasa Afrika ya Magharibi wamelalamikia Embalo kwa kupanga njama za mapinduzi ya sasa. Waziri Mkuu wa Senegal Ousmane Sonko na rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan wamesema matukio ya wiki jana yalipangwa kwa ushirikiano wa rais ambaye hakutaka matokeo rasmi ya uchaguzi mkuu kutangazwa. Watawala wapya wamefuta mchakato wa uchaguzi wa matokeo na kutetea hatua hiyo kama juhudi ya kuzuia vurugu za uchaguzi. Rais aliyeondoka madarakani Embalo amelaumiwa mara kwa mara kwa kupanga njama za mapinduzi kama hatua kuzima upinzani. Viongozi barani Afrika wametoa azimio la pamoja kutaka ukatili uliotekelezwa na dola za kikoloni Afrika kutambuliwa na fidia kutolewa kwa jamii zilizoathirika. Kongamano la Muungano wa Afrika lililokamilika wikendi hii nchini Algeria lilitaka haki kutekelezwa kwa manusura wa dhulma za ukoloni. Genge lenye silaha limewateka wanawake 13 wakiwemo mtoto mchanga kaskazini mashariki mwa Nigeria. Hiki ndicho kisa cha karibuni cha utekaji nyara kutokea nchini humo. Mateka wa sasa ni pamoja na bibi harusi na wasimamizi wake wa kike ambao walichukuliwa kwa nguvu kutoka kijiji cha Chocho, jimbo la Sokoto, wakati wakijitayarisha kwa dhifa ya harusi. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Ann Ngugi. Kwaheri kwa sasa na jioni njema.